Natanguliza salamu zangu za dhati kwa nyie wote mnayozidi kufuatilia Eric Burundi TV popote pale mlipo duniani kote. Basi habari hii ya leo ni habari inayohusu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchini Kenya au mwanasiasa wa nchini Kenya Raila Odinga. Raila Odinga kifo chake kimetokea mnamo leo asubuhi. Kumbuke kwamba alikuwa ni mkubwa wa chama cha ODM ambacho kilikuwa kinaongozwa na Raila Omolo Odinga ambaye kifo chake kimetokea siku ya leo asubuhi. Basi Raila Odinga alikuwa akiugulia nchini India. Basi taarifa hiyo imetolewa na gazeti la nchini India ambalo limeweza kutoa taarifa hiyo kwamba kifo chake kimetokea leo Oktoba 15 majira ya asubuhi. Basi moja kwa moja Raila Odinga alikuwa katika maisha yake alikuwa mwanasiasa hasa aliyekuwa anapigania mapinduzi hasa kwenye mambo ya siasa nchini Kenya. Kifo chake kimeacha pengo kubwa sana hasa kwenye mambo ya siasa, hasa kwenye siasa ya Kenya, hasa kwa kizazi kipya cha siasa nchini Kenya. Raila aliwahi kuwa waziri mkuu mnamo mwaka 2008 mpaka mwaka 2013. Basi kifo chake kimeacha majonzi makubwa sana hapa East Africa, sasa nchini Kenya, kwa sababu baadhi ya vijana wengi alikuwa ni kipenzi cha vijana wengi, hasa pale alipokuwa anaonekana kuwatetea vijana ama kutetea maslahi ya vijana au maslahi ya maendeleo ama upinduzi ama ugeuzi wa nchi hiyo. Hasa moja kwa moja bila kukuchelewesha, ningependa nikupe habari, nikuhabarishe hivi. Mwili wake bado upo nchini India, lakini haijajulikana ama haijatangazwa siku yake ya mazishi, lakini kwa habari ambazo tumezipata hivi karibuni ni kwamba inafanyika utaratibu wa jinsi gani mwili wake unaweza ukarejeshwa ama ukafikishwa nchini Kenya. Basi imekuwa ni kilio kikubwa na maombolezo sana, hasa kwa wale ambao waliokuwa wanamuona kama mkombozi wao, mkombozi wa siasa nchini Kenya. Basi moja kwa moja tuseme kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa, na jina la Bwana lihimidiwe.